Tunamlilia Mungu kwa sababu ya shida. Watu wengi tunakwenda kanisani na kwenye maombezi kwa sababu ya mahitaji, si kwa sababu ya kiu ya Mungu, si kwa sababu tunampenda Mungu. Watu wengi tunakwenda milimani kwa ajili ya kuomba kwa sababu ya mazingira magumu ambayo tunayapitia, hali ngumu ambazo tunazipitia. Ndio maana maandiko yanasema tukizimia wakati wa taabu, nguvu zetu ni ndogo. Kama ukizimia wakati wa taabu, nguvu zako ni kidogo. Silaha zinaandaliwa kipindi cha amani, kipindi cha vita unakosa muda wa kuandaa silaha. Kwa hiyo haya ndio majira ya kujijenga na kujimarisha, ili adui atakapoinuka anakuta umezingirwa na boma lenye nguvu, anakuta umezingirwa na nguvu. Hakuna adui ambaye akirusha mshale wa magonjwa, akirusha mshale kwenye kazi, akirusha mshale kwenye biashara, akirusha mshale kwenye masomo yako, kwenye afya yako, anakutana na ngao ya imani ambayo inazuia mishale yote ya moto irukayo. Kwa hiyo tumtafute Mungu kwa sababu tunampenda na wala si kwa mahitaji. Kwa hiyo lazima Mkristo utembee zaidi ya mahitaji ya kila siku, uishi zaidi ya mkate wa kila siku. Hilo sio kusudi ambalo Mungu ametuitia. Maandiko yanasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alizilishwa, ili azivunje kazi za shetani. Unaona, kusudi la Yesu ilikuwa sio kuja kwa ajili ya kula mkate, na ndio maana alipojaribiwa kwa habari ya mkate aliweza kushinda. Lakini ukiishi kwa ajili ya mkate, likija jaribu la mkate lazima litakuangusha. Kila mmoja yuko na kusudi la kimungu ndani yake. Ni zaidi ya kazi yako, ni zaidi ya biashara yako, ni zaidi ya tumbo lako, ni zaidi ya vitu ambavyo unaviona sasa hivi. Mungu anataka umwinue, umhubiri, usimame kwa ajili yake, na watu watakapokuona waseme hakika Isaac ana Mungu, hakika Robert ana Mungu, hakika Bartimayo ana Mungu, hakika huyu mama na huyu baba anaye Mungu, na Mungu wa huyu ndio anapaswa kuabudiwa, kama alivyokuwa Mungu wa Danieli. Wakasema na Mungu wa Danieli, mfalme wa taifa akasema na Mungu wa Danieli ndio anayepaswa kuabudiwa, ndiye anapaswa kuabudiwa. Mapigano ambayo unaweza kuwa nayo ofisini kwako, mapigano ambayo unaweza kuwa nayo ndani ya ndoa yako, ndani ya maeneo mbalimbali, watu waje waseme hakika Mungu wako ndiye anayepaswa kuabudiwa. Tulipiganisha maisha yako ili uache kazi, tulikupiganisha ndoa yako ili uachike, lakini umesimama. Kwa sababu gani? Unampenda Mungu. Kwa hiyo twende zaidi ya mahitaji yetu ya kimwili. Na ndio maana Zaburi ya 23 anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ukimtanguliza Mungu kama mchungaji wa maisha yako, hakuna kitu ambacho kitakupungukia. Watu wengi tunakosa mahitaji yetu kwa sababu Bwana sio mchungaji wetu. Bwana ni mponyaji wetu tu. Tukiwa tuna shida ndio tunakwenda kwa Bwana ili atuponye. Tukiwa na shida mbalimbali tunakwenda kwa Bwana. Lakini Bwana akiwa mchungaji wako, hatahakikisha kwamba afya yako inakuwa tele, kazi yako inakuwa salama, ndoa yako inakuwa salama, maisha yako yanakuwa salama, chochote chako inakuwa salama, ukimfanya kama Bwana ndio mchungaji. Kama vile Daudi alivyokuwa mchungaji mwema. Daudi alipigana mpaka na simba na dubu kwa ajili ya kuokoa mbuzi na kondoo ambao walikamatwa na simba. Alihatarisha maisha yake. Huyo ndio mchungaji, huyo ndio Yesu Kristo, huyo ndio Mungu wetu anavyotulinda dhidi ya hatari mbalimbali katika ulimwengu huu. Kwa hiyo mfanye Bwana awe mchungaji wako. Hautakuwa na mahitaji ya kukunyong'onyesha, hautakuwa na vitu vya kidunia ambavyo vitakufanya umie moyo, uzimie roho. Mtu akinunua gari zuri unanuna, unasema amenunua gari zuri wakati nilimwomba hela akaninyima. Hela hizo ni za kwake, tafuta za kwako. Mwite Bwana awe mchungaji wa maisha yako, akujaze na utele. Na ndio maana anasema
Katika Warumi 8:37, katika mambo yote sisi ni washindi zaidi ya kushinda. Katika mambo yote, Bwana akiwa mchungaji wako, hakika tunashinda katika mambo yote. Hebu acha wiki hii, hebu acha siku ya leo kwamba Bwana awe mchungaji wako, pasiwepo na eneo la maisha yangu, maisha yako ambalo limepungukiwa, ambalo tunapigwa na adui, ambalo tumepigwa, ili Mungu awe mchungaji wetu. Sisi tutatembea katika ushindi juu ya ushindi. Unamaanisha, unajua nini maana ya ushindi juu ya ushindi? Maana yake ni nini? Umeshinda jaribu la kwanza, adui akazani labda kwa sababu nimemjaribu kwa mkate na ndio maana ameshinda, acha nimpige na jaribu jingine la mali. Akapigwa na jaribu la mali, akaonyesha ulimwengu wote na vitu vyote vizuri, lakini bado akashinda. Akapewa tena jaribu, akapandishwa juu, jaribu la ulinzi, kwamba jitupe chini, maana imeandikwa, Mungu atakuinulia malaika zake wakulinde. Akashinda hilo jaribu. Kwa hiyo adui kila unapomshinda analeta jingine. Anatarajia kwamba kwa sababu alileta mtego wa mwanamke na ukashinda, alileta mtego wa mwanaume na akashinda, usizani kwamba atakuacha hapo. Ataleta mtego tena wa pesa, ataleta mtego wa pesa. Pesa ziko nje ambazo hujazitokea jasho, ambazo hujazitolea jasho, ziko nje. Pesa nyingi, unaanza kupiga dili, nikipata hii pesa nitanunua kiwanja, nitajenga nyumba, na kuambia subutu, anguka kwenye mtego wa pesa, tayari umeshashindwa. Lakini mshindi, sisi ni washindi zaidi ya kushinda. Lije jaribu la wanawake, lije jaribu la wanaume, lije jaribu la mali, lije jaribu la afya, kama vile Ayubu alivyopigwa na upele, alipigwa na majipu, ngozi yake yote ikaharibiwa, mali zake zote zikaharibiwa, lakini Ayubu hajamkana Mungu, alikuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nimesema ukizimia wakati wa taabu, maana yake ni nini? Nguvu zako ni kidogo. Kwa hiyo mtafute Mungu kwa sababu ni baba yako, kwa sababu ni mchungaji wako, sio tu kwa sababu ya pesa. Na ndio maana ukibarikiwa unaliacha kanisa. Yuko mtu mmoja ambaye alipigwa na pepo la kuparalyze, akabaki kitandani kwa muda mrefu, na akamtumikia Mungu kwenye hiyo hali ya ulemavu wa mwili. Akamtumikia Mungu, akawa mwaminifu. Lakini siku moja akaja mchungaji kwenye kanisa lao, mchungaji mmoja. Mchungaji akataka kumwombea, mchungaji mwenyeji akamwambia, huyo usimwombee, kesi yake iko mbinguni. Akasema, hapana, Roho wa Mungu ameniambia nimwombee. Akasema, haya, kama ni Roho wa Mungu amekuambia umwombee, basi mwombee. Yule mtu ambaye alikuwa ameparalyze kwa muda mrefu, walipomwombea akatembea. Alipotembea, siku hiyo aliyotembea ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kuja kanisani. Ni kama vile aliliaga kanisa, akaliambia kanisa bye bye. Akarudi kwenye ulevi, akarudi kwa wanawake, akarudi kwenye dhambi zote, Unaona sasa? Kwa hiyo hatuendi kwa Mungu kwa sababu ya mahitaji, hatumlilii Mungu kwa sababu ya mahitaji, hatumtumikii Mungu kwa sababu ya vitu vya dunia. Tunamtumikia kwa sababu ni kusudi la kimungu ndani yetu. Alituita ili tuweze kutawala pamoja na yeye, ili tuweze kumiliki, ili tuweze kuzilisha nguvu yake kupitia yeye. Watu hawamwoni Mungu kwa sababu Mungu ni roho. Watu wanamwona Mungu kupitia wewe na mimi tunavyoishi, na ndio wakasema watawajua kwa matendo yao. Matendo yako ni yapi? Maisha yangu ni yapi kwa wanadamu na watu walionizunguka? Kwa hiyo tumtafute Mungu maadamu anapatikana, na Mungu atatutendea. Ipokee neema ya kubaki mwaminifu katika eneo la kumtumikia Mungu. Ipokee neema ya kubaki imara kwenye imani yako. Imani yako isiyumbishwe. Hata kama Mungu hajajibu leo, najua atajibu kesho. Ipokee neema kwa jina